maendeleo ya taifa letu. Wao wanahitaji mabadiliko ya kuingia Ikulu, si mabadiliko ya kutangaza sera za chama chao. Narudia tena kusema kama wanavyoendelea kujitangaza huko mikoani, no reform no election. Akaja rais wa tano. Hapa ni kazi tu. Mheshimiwa Magufuli akaja, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ndio rais wetu sasa hivi, amekuja hapa, anasemaje? Kazi iendelee. Sasa leo unatuletea mikoani no reform no election. Watanzania waelewi, na tumeelekea kwenye kipindi cha uchaguzi. Baada mtangaze sera mtangaze sera za chama chenu kieleweke. Mimi nadhani tume ya uchaguzi iko sawa. Na siasa na viongozi, mtu akifanya vizuri Mtanzania mwenzako ni vyema kumpongeza, hata kama alikuwa mpinzani wako ndani ya bunge wakati tunaomba ridhaa kuongoza bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nampongeza Mheshimiwa Tulia kwa kuongoza muhimili huu muhimu sana kwa nchi yetu, muhimili wa bunge. Kama mnavyojua Watanzania na waandishi wa habari, nchi yetu inaongozwa na mihimili mikubwa mitatu, ikiwemo serikali, bunge na mahakama. Kwa hiyo sina budi kumpongeza kwenye muhimili huu, na mimi nilikuwa naomba ridhaa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye mwanamama huyu shupavu ambaye analiongoza bunge vizuri sana. Kwa hiyo lazima nimpe kongole, analiongoza bunge vizuri. Kama angekuwa anakosea namna anavyoliongoza bunge, na mimi nisingekaa kimya, kwa sababu nilikuwa mpinzani wake ndani ya bunge ile la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati tunaomba ridhaa ya kuwa uspika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu waandishi wa habari, sina zaidi ya kuzungumza sana, ninao mambo mengi ya kuzungumza. Mimi kama mnavyofahamu, shughuli zangu na siasa zangu nimezifanya, nimetembea vyama vingi vya siasa. Nafikiri kati ya watu ambao wamezunguka vyama vingi, mimi naweza nikawa mtu namba moja. Na nimeomba ridhaa nafasi mbalimbali zikiwemo za ubunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye majimbo mbalimbali ya taifa letu. Nipende tu kusema na kuwaomba na kuwashauri na kufanya masikitiko makubwa sana kwa namna tunavyoenda sisi wapinzani katika sera zetu za kuwashawishi Watanzania waweze kutuamini katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi wa 10. Ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu zangu Watanzania wenzangu, wapinzani wenzangu wanapotoka, kuna mambo ambayo yanaendelea. Wameanzisha neno lao ambayo inaitwa no reform no election. Nchi yetu kama mnavyofahamu, 80% ya Watanzania wanafahamu Kiswahili, na Kiswahili ndiyo sera ambayo inatakiwa Watanzania tuwaeleweshe kwa kupitia Kiswahili. Lakini wenzetu wamekuja na lugha za kigeni ambazo Watanzania hawa walio wengi 80% na ndio wapigaji kura, lakini hawaelewi maana ya no reform no election. Nipende tu kusema kwamba tumetoka kwenye mamlaka ya nchi hii ya kwetu, tumetoka kwa awamu mbalimbali. Tumeona namna viongozi wakuu wa nchi hii, marais waliotangulia waliokuwa wameongoza katika nchi hii. Tulikuwa na rais wa kwanza ambaye hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuja na kauli mbiu yake ambayo inaitwa ujamaa na kujitegemea. Tukaja na rais wa pili ambaye marehemu ametangulia mbele ya haki, mzee wetu mzee Ali Hassan Mwinyi, ambaye alikuja na kauli mbiu yake ambayo ilikuwa nasema ruksa. Tulikuja na awamu ya tatu ambayo alikuja rais ambaye naye marehemu Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, ambaye alikuja na kauli mbiu yake ambayo ilikuwa nasema uwazi na ukweli. Halafu tulikuja na kauli nyingine, awamu ya serikali, awamu ya 4 ambayo ilikuwa inaongozwa na Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye tupo naye sasa hivi ndio baba wa taifa letu, ambaye alikuja na kauli mbiu yake ambayo inaitwa maisha bora kwa kila Mtanzania. Tukaja na awamu ya 5, ndugu wa Tanzania, ndugu waandishi wa habari. Tulikuja na awamu ya 5 ya Mheshimiwa Dkt. Magufuli ambaye ni marehemu, ambaye alikuja na kauli mbiu yake hapo inaitwa kazi tu. Hizi zote zilikuwa zinaeleweka kwa Tanzania. Kwa sasa tuna kauli mbiu ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu wa jeshi la wananchi wa Tanzania, ambaye amekuja na kauli mbiu yake ambayo inasema kazi iendelee. Sasa tujiulizeni, wapinzani wanatembea mikoani wanaeneza neno no reform no election. Watanzania wanatakiwa waeleweshwe no reform no election maana yake nini. Inatakiwa tuwaambie Kiswahili
ili tuweze kutengeneza sera nzuri sisi wapinzani na tuweze kuaminiwa na Watanzania. Ndugu zangu, na masikitiko makubwa sana mambo yanaendelea na uchaguzi umekaribia. Napenda tu kuzungumza kwamba ndugu zangu wa Tanzania mnaonisikiliza, kwamba inatakiwa uchaguzi huu kila mtu awe mlinzi kwa mwenzake, kwa sababu amani ni jambo muhimu katika taifa letu. Naombeni sana Watanzania wenzangu, lazima kila mtu awe askari kwa mwenzake, kila mtu awe mlinzi kwa mwenzake. Sisi wote ni Watanzania, ni wazalendo, tuipende nchi yetu, kwa sababu tusipokuwa na amani hakuna madini ambayo mtu atakaye kuvuna madini. Pasipokuwa na amani hata kilimo mtu huwezi kufanya masuala ya kilimo, hata ujasiriamali huwezi kufanya ujasiriamali. Kama mnavyoona ndugu zangu wa Tanzania, angalieni nchi zingine, ukifuatia sana masuala ya Sudani na masuala ya Kongo. Sasa hivi kuna dhahabu nyingi, kuna madini mengi Kongo, lakini wananchi wa kule wa Kongo hawafaidiki na jambo lolote kutokana na amani ambayo imetoweka ndani ya nchi ile. Kwa hiyo sisi tunu mama Tanzania, ninaombeni sana Watanzania wenzangu, tuendelee kuilinda ili tuite tunu mama Tanzania katika taifa letu. Nchi yetu ni amani sana, ambayo inapendwa na kila mataifa mengi. Kama mnavyokumbuka hapa katikati, ndugu zangu wa Tanzania, kuna mataifa mengi, marais wengi wameingia katika taifa hili, wamefanya mambo mengi, wamekuja kufanya mikutano katika nchi yetu. Hii yote inatokana na amani ambayo tupo nayo katika taifa letu. Ndugu zangu waandishi wa habari, ninalo jambo lingine leo kubwa sana ambalo nataka nilifanye. Nataka kutoa zawadi kwa rais ambaye yuko sasa hivi madarakani, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana tangu alipoingia madarakani. Kwanza moja, ndugu zangu wa Tanzania, nataka niwakumbushie tu kwa kifupi kwa yale ambayo mimi nimewafahamu, na hizi nakala nitawapatia kama vyombo vya habari ili muweze kuwapelekea Watanzania, muweze kufikisha ujumbe huu kwa Watanzania. Haya mambo ni mafupi sana na waeleza kwa kifupi sana. Kwanza moja, kuna jambo moja ambalo liko hapa, masuala ya uongozi bora. Falsafa ya uongozi bora inasema uongozi bora na imara si utaalamu wa kutoa hotuba mzuri na kupendwa, bali uongozi ni kutoa matokeo yanayotarajiwa na wengi. Na katika mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa, kila chama kina sera na ilani yake ya uchaguzi, lakini tofauti yake ni sera zinazotekelezeka kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Sio kila chama kina sera zinazotekelezeka. Sera pia utegemea wale wanaosimamia utekelezaji wake. Rais Samia aliingia madarakani tarehe 19 Machi 2021. Baada ya kula kiapo, aliwaahidi Watanzania kuanzia pale alipoishia mtangulizi wake na kudumisha amani, umoja na mshikamano wa taifa letu, jambo ambalo ameendelea kulitekeleza kwa vitendo. Ndugu waandishi wa habari, katika hotuba yake ya kwanza bungeni Aprili 22, 2021, Rais Samia pamoja na mambo mengine alieleza nia njema ya serikali yake ya kuboresha na kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji ili kuongeza kiasi cha mzunguko wa fedha na kujenga uchumi wa nchi. Ndugu zangu waandishi wa habari, uongozi wa Rais Samia umefungua milango ya uwekezaji na kukuza biashara ndani na nje ya nchi. Wote ni mashahidi. Wawekezaji wakubwa unaendelea nchini ndani ya miaka minne ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Uongozi wake umekuwa na uwekezaji wengi sana katika sekta mbalimbali, ikiwemo sekta ya madini, viwanda, kilimo, bandari, na matunda yake yanaonekana. Ndani ya miaka minne, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametembelea nchi nyingi duniani na kukaribisha wawekezaji wengi sana tofauti kabisa na watangulizi wake. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameboresha mifumo ya ulipaji kodi nchini baada ya kuunda tume na kupata ushauri na mapendekezo, hatua ambayo ni ya kupongezwa. Sekta ya uwekezaji na biashara inakwenda sambamba na sekta ya usafirishaji wa anga. Serikali ya awamu ya 6 imenunua ndege 5 kubwa na za kisasa. Ujenzi na uboreshaji wa viwanja vya ndege nchini umefanyika na kazi inaendelea kwa kasi kubwa, mfano uwanja mpya wa kisasa ambao wenyewe unaendelea kujengwa Msalato jijini Dodoma. Ndani ya miaka minne, sekta ya utalii imeimarika tangu afanye uzinduzi wa filamu ya Royal Tour kule Marekani. Idadi ya watalii imeongezeka. 2. Utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimikakati. Utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimikakati umefanyika kwa kasi kubwa na matunda yake yameanza kuonekana, mfano ujenzi wa bwawa la kufua umeme la Julius Mwalimu Nyerere.
reli ya kisasa ambayo imekwisha anza safari zake kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, ujenzi wa daraja makubwa unaendelea vizuri, mfano daraja la Magufuli Kigongo Busisi. Ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania, jambo la tatu, maendeleo ya sekta nyingine. Sekta ya usafirishaji wa ardhini pia umeimarika na kumekuwa na matumizi ya tiketi za mitandaoni kwa mabasi yaendayo mikoani na sasa yanasafiri masaa 24. Hilo ni jambo la kumpongeza Mheshimiwa Rais wa serikali ya awamu ya 6. Kumekuwa na mafanikio makubwa kwa Tanzania kupata vitambulisho vya taifa NIDA. Na mimi mwenyewe ninacho kitambulisho, ndugu waandishi wa habari. Nimepata vizuri kabisa na wamenihudumia vizuri kabisa NIDA. Sote ni mashahidi namna zoezi hilo linavyoendeshwa, na kumekuwa na mapinduzi makubwa katika sekta ya elimu. Elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi imepewa kipaumbele. Ujenzi wa vyumba vya madarasa, maabara na maktaba shuleni zote zimetengenezwa vizuri sana. Ndugu zangu waandishi wa habari, sina budi kuendelea kuwaambia haya ambayo yametokea. Kumekuwa na maboresho ya mtaala wa elimu, na elimu itaanza kutolewa kuanzia chekechea hadi kidato cha 4 kwa kila mwanafunzi. Kumekuwa na msukumo mkubwa wa matumizi ya nishati safi, ambayo sasa hata misitu yetu sasa itakuwa salama kwa kipindi hicho ambacho hii tumeanza kuitumia nishati safi ya kupikia pia. Ndugu zangu waandishi wa habari na ndugu zangu wa Tanzania, matumizi ya gesi asilia kwenye vyombo vya moto kama vile magari na bajaji. La 4, ustawi wa demokrasia nchini. Ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania mnaonisikiliza, tangu aingie madarakani Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan alitangaza nia yake ya dhati kuimarisha demokrasia nchini na kutoa uhuru mkubwa kwa vyombo vya habari, kufunguliwa kwa magazeti, redio na TV za mitandaoni zilizofunguliwa. Na nyinyi wenyewe waandishi wa habari ni mashahidi, mnaona mnafanya kazi zenu kwa uhuru kabisa. Amewarudisha nyumbani wakimbizi wote wa kisiasa. Hata kama wale walisingizia wao wamekimbia kwa masuala ya kisiasa, lakini Mheshimiwa Rais alifanya jambo hilo kwa moyo mmoja, kwa huruma yake kama mama na kama rais mpendwa anayewajali wa Tanzania waliokimbia nchini kwa sababu mbalimbali za kisiasa. Uhuru mkubwa wa watu kujieleza na kusikilizwa. Julai 1, 2022 alitambulisha falsafa yake ya R4, yaani maridhiano, ustahimilivu, mageuzi, ujenzi mpya. Katika utekelezaji wa falsafa ya R4 aliruhusu mikutano hadhara vyama vya siasa. Ameruhusu pia maandamano ya amani kwa vyama vya siasa vya upinzani, mfano Chadema. Kwa nyakati tofauti, Rais Samia amekutana na viongozi wa vyama vya siasa vya upinzani na kufanya mazungumzo ya kuimarisha demokrasia, kujenga nchi kwa pamoja kama wazalendo. Amekutana na viongozi wa ACT Wazalendo, chama cha ADC, chama cha wananchi kafu, Chadema na viongozi wa vituo vya demokrasia nchini TCD. Ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania mnaosikiliza, ameshauri kufanya siasa za kistaarabu za kuvumiliana na kukosoana kwa lugha staha. Ndugu zangu waandishi wa habari. La 5, mahusiano ya kitaifa. Mahusiano ya kitaifa, ndugu zangu waandishi wa habari, imekuwa ndani ya miaka 4 ya uongozi wake Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Uhusiano wa nchi yetu na mataifa mengine umeimarika sana. Tumetembelewa na viongozi wa mataifa makubwa duniani, akiwemo aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani Harris Kamala. Hivi karibuni tumeshuhudia marais zaidi ya 20 wa nchi za Afrika waliohudhuria mkutano maalum wa nishati ya umeme uliofanyika Dar es Salaam na mkutano wakuu wa nchi wa SADC uliofanyika Dar es Salaam kutafuta suluhisho la mzozo unaendelea huko nchini DRC Congo, kutafuta amani ya DRC Congo. Viongozi wa mataifa mbalimbali kuhudhuria mikutano hapa Tanzania inadhihirisha uimara wa serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan katika mahusiano ya kimataifa. Ndugu zangu waandishi wa habari na ndugu zangu wa Tanzania, nchi yetu imepata heshima kubwa sana duniani. Hatuna budi kuunga mkono jitihada hizi za Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mustakabali wa maendeleo na ustawi wa taifa letu. Jambo nipende tu kusema kwamba Tanzania ni mfano, hasa hivi vyama vingi vya siasa, ni mfano wa mtu mwenye familia ya watu 19. Mtoto mmoja akiwa mtukutu au akiwa mwizi, wengine wakosi kuendelea kuwa na vikao vya familia. Kwa vyama vipo 19.
Katika vyama 19 kuna vyama vingine wanapiga vita tume ya uchaguzi, wanahitaji mabadiliko. Sasa tunajiuliza mabadiliko hayo wanaoyataka wao ni yepi? Hatuwezi kufanya mabadiliko ya haraka haraka. Napenda niwaulize ndugu waandishi wa habari, ina maana uhuru wa nchi hii watu waliutafuta kwa miezi 12 au kwa miezi 24 au kwa miaka miwili? Huwezi kuhitaji mabadiliko ya haraka haraka, na mabadiliko wanaoyahitaji wapinzani wenzangu na wapa lai, haya si mabadiliko wanaoyahitaji wao kwa maendeleo ya taifa letu. Wao wanahitaji mabadiliko ya kuingia Ikulu, si mabadiliko ya kutangaza sera za chama chao. Narudia tena kusema, kama wanavyoendelea kujitangaza huko mikoani, no reform no election. 80% ya Watanzania wanajua Kiswahili, na uchaguzi wetu fomu zinakuja kwa Kiswahili, si ndio ndugu zangu waandishi habari? Si ndio hivyo? Fomu zinakuja kwa Kiswahili. Leo unaenda mikoani unatangaza no reform no election. Uone kwamba wale Watanzania mnawayumbisha, waelewi maana yake ni nini? Nimezungumza kauli mbiu zilizokuwa zinatumika za wazi kuanzia awamu ya kwanza. Nimesema hapa ya Mwalimu Nyerere, huyu jamaa ana kujitegemea. Mtanzania anaelewa kwamba bwana rais wa nchi amekuja na kauli mbiu yake, huyu jamaa ana kujitegemea, si ndio? Hakaja rais wa pili Mheshimiwa Ruksa, hakaja naye na kauli mbiu yake kwamba ni ruksa. Hakaja rais wa tatu Mheshimiwa Mkapa, zana ya uwazi na ukweli. Ni vitu ambavyo Mswahili au Mtanzania anaelewa. Hakaja rais wa 4 Mheshimiwa Jakaya Kikwete, maisha bora kwa kila Mtanzania. Hakaja rais wa 5 hapa ni kazi tu Mheshimiwa Magufuli. Hakaja Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ndio rais wetu sasa hivi, amekuja hapa anasemaje? Kazi iendelee. Sasa leo unatuletea mikoani no reform no election. Watanzania waelewi, na tumeelekea kwenye kipindi cha uchaguzi. Baada mtangaze sera mtangaze sera za chama chenu kieleweke. Mimi nadhani tume ya uchaguzi iko sawa. Hatuwezi kusimamisha jambo eti kwa sababu mtoto mmoja mtukutu, kwa sababu anajua lugha ya Kibelgiji, kwa sababu anajua Kiingereza cha Kibelgiji. Kufikia muda nitawaeleza kwamba nataka kugombea nafasi gani, na pia na sasa hivi nipo kama mwanasiasa na mchambuzi wa masuala ya kijamii. Mpaka sasa hivi nipo kama mchambuzi wa masuala ya siasa na ni mwanasiasa na masuala ya kijamii. Kwa hiyo itakapofikia muda na mimi kutangaza nia kwa nafasi yoyote ile, basi nitawaiteni waandishi wa habari. Leo mmeniita nyinyi, na mimi nitawaita siku hiyo nitakapokuwa na jambo langu. Unajua ndugu mwandishi wa habari kutoka Icon, ndugu yangu Mapunda, ni swali zuri sana umeliuliza, lakini nipende tu kusema kwamba chama kizuri ni kile ambacho kama unavyoona vyakula nyumbani, ni kile chakula ambacho unachokula unakipenda na unakifurahia, ndio chama ambacho kinatakiwa ukipongeze. Mchele mzuri unapongezwa pale unapokula. Kwa hiyo sasa hivi mchele mzuri mnaujua, chama ambacho kina sifa, ambacho mpaka sasa hivi hakijapata wapinzani wa kuchukua dola ni CCM. Lazima tuweke uwazi. CCM ndio chama bora kwa sasa na chenye sera ambazo zinakubalika na Watanzania, na wanatangaza sera zao kwa Kiswahili, lakini vyama vingine baadhi yao wanatangaza sera zao kwa Kiingereza. Kama nilivyowaambia, no reform no election. Kwa hiyo chama bora, chama kizuri ambacho kina sera nzuri, hata pamoja na mimi niko upande mwingine, lakini bado CCM tunavutana nao kwa sababu wana sera nzuri na wanakubalika na Watanzania kwa sera zao na mambo yao wanaofanya kwa utekelezaji wao katika majukwaa yao ya kisiasa.